Na ni tarehe 4 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Tunakutana tena ndani ya Mlimani TV katika kipindi cha Mlimani Leo asubuhi jara, sehemu ya kwanza, sehemu pekee ambayo huwa tunajadili mambo ya kiuchumi, kisiasa, kijamii, pasipo kusahau yale ya kiutamaduni zaidi. Leo tutajikita zaidi kwenye masuala ya kijamii. Mimi ni Paul Lugalo, nipo na mgeni wangu Hadija Khatibu, ambaye tutakuwa tunazungumza mawili matatu kuhusiana na hiki ambacho nakuletea kwa siku hii ya leo. Ni kwa vipi mitandao ya kijamii inaweza kuwa fursa ya kibiashara ama fursa ya kukuingizia wewe kipato, yani unatumiaje mitandao yako ya kijamii? Na katika kutanabishiro vema nitakuwa na Hadija Khatibu. Karibu sana katika studio za Mlimani TV kwa mara ya kwanza. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Hivi moja kwa moja tukisema vijana na mitandao ya kijamii, mtu anawaza Facebook, Instagram, kwenda kuposti picha yake. Kwa hiyo unaitazamaje? Kwanza mitandao ya kijamii imekuwa kama ni jukwaa la kisasa ambayo ni fursa kubwa sana kwa vijana. Tukiitumia vizuri inaweza kubadilisha maisha ya vijana kwenye biashara. Kuna wale tunafungua mitandao ya kijamii, kwa mfano naanzisha tu WhatsApp, Facebook, Instagram, labda TikTok. Just nafungua kwa sababu kuna wengine tayari wameshafungua. Nini nikifanya sasa ili ninavyoingia huko niwe na kitu ambacho nakitafuta? Okay. Vijana wengi tumegeuza kama trend, tunaangalia sasa hivi tunafungua mitandao ya kijamii kwa sababu kila mtu ndo anafanya hivyo na ni kama imekuwa tamaduni. Lakini tukiangalia kwamba unabidi uwe na malengo, ujue unafungua mtandao ya kijamii kwa ajili ya kitu fulani na sio kuangalia fulani kafungua au sasa hivi ndo Facebook, Twitter, Instagram au hata WhatsApp kwamba ndio kila kitu ambacho unabidi ufanye. Lakini unabidi kama kijana uweke malengo. Ujue mimi nafungua huu mtandao wa kijamii either ni TikTok au Instagram, nina biashara yangu, nina ujuzi wangu, nina kitu ambacho nataka nitumie hicho kitu ambacho mimi nacho, nitoe elimu au ni iwe chanzo cha mimi kujikwamua kiuchumi. Hadija, unafanya biashara kwa kuitangaza kwenye mitandao ya kijamii au unafanya biashara kwa kutumia majukwaa ya mitandao ya kijamii, kwa mfano labda huko Instagram, Facebook na kwingineko kwingi huko? Kwa hiyo imekunufaisha vipi kibiashara labda? Tuanze hapo. Nashukuru sana. Binafsi natumia mitandao ya kijamii kwa biashara yangu ya apple cider vinegar. Okay. Ambayo nilianza mwaka juzi. Na mitandao ya kijamii sana sana ambayo natumia ni Instagram na TikTok na Facebook. Unatumia kufanya nini sasa huko? Okay. Yani unaingia, una posti bidhaa yako. Hii mitandao ya kijamii inasaidia kufikia watu wengi. Unafikia soko hata nje ya Tanzania, bara la Afrika, Ulaya, Asia. Ni jinsi ya kuweka vizuri settings za mitandaoni na maudhui yako unayawekaje. Wewe mwenyewe unajiwekaje kwenye mitandao ya kijamii. Sio unaingia mitandao ya kijamii unaposti vitu ambavyo havina manufaa yoyote. Mitandao ya kijamii hiyo ukiitumia vizuri inaweza kukusaidia sana kukuinua kiuchumi kwenye upande wa biashara, hata mambo mengine zaidi. Kwa hiyo imekunufaisha vipi sasa kutoka mwaka juzi, kwa maana ya mwaka wa 2024? Ndio. Mpaka sasa hivi imekunufaisha vipi? Okay. Kwanza nilifanikiwa kupata mteja wangu wa kwanza ambayo ilikuwa ni achievement kubwa sana kwa kijana. Kwa maana mafanikio? Mafanikio, ndio, nashukuru. Kisha hapo nikaanza kusaidia watu, of course, maana bidhaa yangu inasaidia kupunguza uzito. Alafu kuna watu ambao wana uzito wa kupitiliza, unawapa changamoto, shinikizo la damu na matatizo mengine. Kwa hiyo dawa yangu ikawa inawasaidia, napata reviews za watu, mrejesho wao. Kwa namna moja ama nyingine haijakusaidia wewe tu, inaisaidia na jamii pia. Inasaidia na jamii pia. Kitu kizuri kwenye maisha, ukifanya kitu ama biashara au chochote unachokifanya kikiwa kinasaidia na watu wengine zaidi, inakuwa ni bora kuliko chochote. Kizuri kina athari zake ama changamoto zake. Unakutana na changamoto gani kwenye mitandao ya kijamii? Changamoto zipo nyingi. Labda ukipakia kitu watu wanakitazama vipi? Sana changamoto zipo.
kila kitu ambacho kwenye maisha tunafanya kina faida na hasara. Kama kwa vijana upande wa biashara, tunafaidika, biashara zetu inafikia watu wengi, tunapata kuonekana na watu ambao wanatafuta mtu kama wewe, kwa sababu hata mimi uniona kwenye mtandao wa kijamii. Okay. Sivyo? Yes. Hasara zipo, lakini tunaendelea kuweza kukabiliana nazo. Unakuta mtu anafikiri unafanya biashara labda kujitangaza kwenye kitu ambacho ni sawa. Shikilia hapo. Na mimi ni Hadija, na kama kwanza ndo unaungana nasi, hii ni Mlima Leo Asubuhi, Jahara sehemu ya kwanza katika kituo chako bora na pendwa kabisa, Mlimani TV, sehemu pekee ambayo tunaangazia masuala ya kiutamaduni, kijamii, kisiasa, lakini leo tumejikita zaidi kwenye masuala mazima ya matumizi ya mitandao ya kijamii kwa vijana. Inakunufaisha vipi? Au upo tu huko kwa sababu watu wapo? Mimi ni Paul Galo, lakini yupo Hadija ambaye yeye kwa namna moja ama nyingine anadai imemnufaisha kwa upande wa kibiashara. Hadija, umezungumzia changamoto kwamba kuna changamoto ambazo nyingi unakutana nazo. Ndio. Umri wako ni mdogo sana. Bila shaka unasoma. Hiyo inakupa changamoto gani kufanya biashara huku unasoma? Ni mgawanyo mzuri wa muda ambao unanisaidia kuweza kufanya biashara huku nasoma. Kama unakumbuka nilikwambia kwamba ni muhimu kuwa na malengo. Okay. Ukishakuwa na malengo, unajua mimi naingia kwenye mtandao wa kijamii, either ni WhatsApp au TikTok au Instagram, nina biashara yangu. Either nina ujuzi, kuna biashara ya huduma. Mtu anauza ujuzi wake, anauza huduma yoyote. Kwa hiyo ukishajua mimi nina malengo fulani, unajiwekea limit, unajiwekea muda, nitaingia kwa masaa fulani, nitapost, kisha nitaondoka. Zile changamoto unahitajika, mteja amekutafuta. Ndio. Ameagiza labda bidhaa zako, alafu wewe muda mwingine labda haupo huko, upo kwenye masuala mengine labda ya shughuli labda za kusoma na vitu vingine. Hujakutana na hiyo changamoto? Imekutana na mimi sana. Lakini uzuri nimeweza kuitatua changamoto kwa kuongea na mteja, namwambia naomba uniwe radhi, kuna kitu nafuatilia, lakini siwezi kumwacha hivyo hivyo. Haitakuwa vizuri kwenye biashara na pia haitakuwa vizuri kwake mwenyewe. Na muagiza mtu mwingine ampelekee, kama ni boda au nani. Wewe kama kijana unadhani vijana wengi sasa hivi wanafeli wapi? Wanakwama wapi? Kwa maana sidhani kama yani kila kijana sasa hivi ana mtandao wa kijamii, anamiliki account ya Instagram, anamiliki account ya Facebook, anamiliki account ya wengine Twitter, anamiliki account wengine WhatsApp. Unadhani kwa nini wanajikuta hawanufaiki na mitandao hiyo moja kwa moja? Sasa nashukuru. Vijana wanakuwa hawana malengo. Hajui yeye anataka kutumia mtandao wa kijamii kwa manufaa yapi. Either tumegeuza hii kitu ya kwamba tunaingia kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya burudani. Unakuta kijana siku nzima, asubuhi, mchana, jioni, anaingia kwenye mitandao ya kijamii, anaperuzi. Ule muda ambao yeye ameutumia, amepoteza kule kwa kuperuzi tu, angeugeuza, angekuwa anafanya kitu kingine kwenye huo mtandao wa kijamii ambao ingemsaidia yeye kuonekana na hata kupata fursa ndani ya mtandao wa kijamii, kwa sababu fursa pia zipo nyingi. Nje na biashara tunapata faida gani? Nje ya biashara ni wewe mwenyewe, unaweza unajiwekaje kwenye mtandao wa kijamii. Sio kila kijana ana biashara, si ndio? Yeah. Yes. Kijana mwingine anaweza akatumia mtandao wa kijamii kama CV yake. Anafuatilia kitu fulani, kuna kitu anafanya, either ni mwanaharakati, anajihusisha na mambo ya mashirika. Ukiachana na mashirika, yeye mwenyewe tu kuna vitu ambavyo yeye ndio anapenda, ni passion yake. Kwa hiyo anakuwa ana document, leo nimefanikisha kufanya kitu fulani, anapiga picha, anaweka. Leo nimefanikisha kwenda kwenye mhadhara fulani. Hiyo nayo ni namna nzuri ya kujiposition wewe. Mtu akiingia kwenye kurasa yako, mtandao wa kijamii, either ni Instagram au Twitter au ni LinkedIn ambao ni professional zaidi, mtu anajua okay, huyu kijana yupo kwenye sehemu fulani, basi ngojea tumchukue. Siku yote utaitwa na watu sahihi kwa sababu umejiweka vizuri kwenye mtandao wa kijamii. Kwa maana mitandao ya kijamii na kwa namna moja ama nyingine inakusaidia kukutengenezea wasifu, si ndio? Ndio. Sawa, tumalizie. Unaambia nini vijana ambao
Yeye kazi yake ni kuingia tu huko kuperuzi vitu vingine ambavyo kwa namna moja ama nyingine havina faida kwake. Okay. Kwa hiyo kwa vijana ambao wanaingia kwenye mitandao ya kijamii na kuperuzi bila kuifanyia kazi, tushtuke, tuamke. Sasa hivi kuna semina nyingi, kuna madarasa yanatolewa ya kutoa elimu ya matumizi mazuri ya mitandao. Tuende tupate elimu. Tutumie mitandao kwa ajili yetu na sio dhidi yetu. Tukitumia mitandao vizuri, inaweza kuwa kama nyanja au njia nyingine ya kujikwamua sisi kiuchumi, kwa sababu fursa zipo nyingi. Na utasema mimi sina biashara, mimi siwezi kufanya biashara. Tumia hiyo njia kama una ujuzi, kama una kitu chochote, tumia hiyo njia kama zana ya kusaidia wewe kwenye kufikia malengo yako. Sawa, tumia mitandao ya kijamii kama dhana ya kusaidia kufikisha malengo yake. Amezungumzia vitu vingi, masuala ya biashara, lakini pia katika kila kitu ambacho nakifanya, unaweza kuwa ni mfanya biashara, mkulima, ukawa unajitengenezea wasifu mdogo mdogo. Kitu ambacho nakifanya ukawa unakipakia huko, mwisho wa siku tunahitaji watu fulani, basi tunaweza tukakuchukua kwa sababu tumeona vitu ambavyo unavifanya huko kwenye mitandao ya kijamii. Ni Khadija Hatibu, mimi ni Paul Garo, ni Mlimani Leo Asubuhi. Jara sehemu ya kwanza, Jara sehemu ya pili kwa ajili ya michezo na burudani inafuatia muda sio mrefu. Nishukuru timu nzima ambayo imefanikisha mimi kukufikishia hiki ambacho nimekufikishia. Asante na kwaheri.